Tena tunaelekea nchini Tanzania kuzungumza na mkurugenzi wa Kituo cha Haki za Binadamu na Sheria, Dr. Anna Henga. Tuanze mwanzo kabisa, tuanzie kwenye usuli wa jambo hili. Mmetoa tamko kama Kituo cha Haki za Binadamu na Sheria mkipinga tamko au tuseme zuio au tuite katazo la mikutano hadhara ambayo tulitoa serikali kupitia mdomo wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Ipi hoja yenu ya kupinga katazo hili? Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu, kwa sababu haki za binadamu kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinaruhusu mikutano kukusanyika, lakini katiba yetu inasema Tanzania ni nchi ya vyama vingi, mfumo wa vyama vingi, na ibara ya 20 na 21, 20 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili la Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani linakiuka katiba, ambao ndio haki za binadamu, hasa kwenye ibara hiyo ya 20 ibara ndogo ya kwanza na ya pili. Lakini vile vile inakiuka sheria ambayo inaruhusu watu kukusanyika, inaitwa sheria ya polisi ya usaidizi wa polisi, ambayo inataka tu watu wanataka kukusanyika au vyama vinataka kukusanyika vitoe taarifa kwa jeshi la polisi, alafu baadaye jeshi la polisi litoe usaidizi ikiwa kuwalinda wale watu. Kama kuna misafara labda wanahitaji, basi kupitia maaskari wa barabarani waweze kuweka misafara ikae vizuri. Kwa hiyo ni kinyume cha kifungu hicho pia. Lakini vile vile kifungu cha mwisho ambacho labda mheshimiwa angeweza kusema kwamba tumesikia kama sema kutokana na habari za kiintelijensia ameona kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini viashiria vya uvunjifu wa amani sio sababu ya kunyima watu kukusanyika kwa njia ya vyama vya siasa. Sio, kwa sababu kama kuna viashiria wangeweza kuvizima hivyo viashiria. Kama kuna wamesikia habari kwa mtu huyo mtu ambaye anahatarisha usalama, wangeweza kumuita kwa mahojiano, na kama ana hatia basi wampeleke mahakamani. Mahakama ndio itaamua kwamba ana hatia kweli ya kukiuka sheria au kusababisha amani kutokuwepo ama la. Kwenye katiba ibara 32 inampa rais wa nchi, sio waziri, kama ataona kuna hatari kubwa ambayo inazuia amani ya nchi, yani ndio ni hatari kubwa sana ambayo inazuia amani ya nchi, anaweza akakiuka baadhi ya haki. Kwa mfano za kusanyika, inaitwa derogation of rights, anaweza kalimit haki fulani. Kwa mfano tukatoa mfano wakati wa COVID-19, wakati wa corona, kuna watu walizuia haki ya kutembea kwenye baadhi ya nchi. Tanzania haikuwa sana, lakini kwenye nchi mfano kama huo sasa, kwamba rais anaweza kusema msitembee mwisho saa 4 kwa sababu kuna janga ambalo linaweza likaua wananchi wengi. Kwa hiyo rais anaweza kukaza hivyo, lakini sio kwamba kuna hatari za kiintelijensia kuna watu usikusanyike. Vipi mikutano ya Injili? Tumeona mikutano ya Injili inaendelea. Vipi mikutano ya kijamii? Tumeona mikutano baadhi ikiendelea. Kwa hiyo tunaona amekiuka haki za binadamu na sheria kabisa. Lilikuwa ni swala langu hili kwamba je, katazo hili kwa mujibu wa ufahamu wenu linahusu pia mikusanyiko mingine ya kijamii kama hivyo ya harusi, ya kidini na kadhalika? Kimeshajibu kwamba yaendelea kufanyika na bado kama kuna viashiria vya kuvunja amani vinahusu pia mtu yote katika nchi. Lakini linakuja swala jingine hapa, Dr. Anna Henga, kwamba hata kama waziri ametoa tamko lile bila ya kutaja kifungu cha katiba ambacho kinampa mamlaka hayo, lakini bado katika hali ya kawaida, Dr. Henga, ni kwamba unajua jukumu nambari 1 la kila serikali ulimwenguni ni kulinda uhai na haki na usalama wa raia wake. Kwa hivyo ikiwa hili ni jukumu lilopo kimsingi la kikatiba, pia kama serikali anahitaji kifungu gani kingine yeye cha kukinukulu ili nyinyi na sheria na harakati za binadamu museme kwamba amekwenda kwa mujibu wa katiba ya nchi? Tayari serikali na wajibu huo kimsingi kabisa, ndio maana inaitwa serikali. Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi.
Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe, lakini vile vile Mheshimiwa Waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine, kwa sababu hapo amevunja haki ya watu kukusanyika, ambayo ni haki ya msingi kabisa ya binadamu, ni haki ya kisiasa na kiraia. Ameivunja, lakini akisema kwamba anatetea haki ya amani. Kwa hiyo hautakiwi uvunje haki kama unatetea haki nyingine, na hakuna kifungu chochote cha kumtetea. Ndio maana hata yeye hakutaja kifungu chochote, kwa sababu hakuna. Hata angekuwa rais mwenyewe. Ndio maana wakati ule pia tulikemea sana, wakati ule wa rais wa awamu iliyopita, naye alikataza mikutano ya kisiasa na alikataza pia, hakuna kifungu chochote ambacho alikirejea. Na pia tulisema kwamba hii sio halali. Kwa hiyo hata rais mwenyewe lazima athibitishe kwamba kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, wa amani utakwenda kutokea, lakini pia hakuthibitisha. Kwa hiyo hata Mheshimiwa Waziri kwa kweli hakuna kifungu kinachomtetea kwa kweli. Ndio maana nimetaja vifungu vitatu ambavyo vinampinga, ambavyo angevifuata hivyo vifungu asingetamka hilo tamko. Naam, lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja hakijapita bado, imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha ya watu wengi kabisa, wengi wao mpaka leo hawajulikani hata walipo, ikiwa wamekufa wako hai, hajulikani pia makaburi yao kama wamezikwa yako wapi, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu wa kiutawala, uzoefu wa kinchi, na nyinyi kama wanaharakati za binadamu, ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayajatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 2025? Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndio kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani, kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari umeshamzuia kuongea, tayari umeshafunika. Kwenye Kiswahili kuna msemo, unafunika moto kwa makaratasi, utakuja kutokeza tu, kwa sababu hata yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana ni haya, na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu, wameminywa haki zao kwa muda mrefu, kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini jinsi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao. Kwa hiyo wangeacha watu wakakusanyika na polisi wakawa pale karibu, kama mtu atatokea kwa anataka kuvunja amani, polisi wapo, watamkamata yule mtu na kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini kama watu wanakutanika tu kuongea mambo yao, kuuza sera zao, kusema jamani wanachama njooni, jamani jiungeni na chama chetu ni kizuri, vitu kama hivyo, basi waache watu waongee. Ifika saa 12 jioni, waache watu watawanyike waende nyumbani. Kama wamekusanya wanachama, haya; kama hawajakusanya wanachama, hakuna shida, maadamu hiyo haki yao, wamekusanyika kuongea. Kwa hiyo mimi nadhani machafuko yanakaribishwa kutokana na hizi kauli. Tungeziacha hizi kauli, tungeacha haya makatazo, watu wangeendelea kuongea, na hata kama wana machungu wameyatoa, basi mioyo yao ingepona zaidi. Maanake ni kusema Dr. Anna Henga kwamba unadhani kwamba kosa lile lile ambalo lilifanya yaliyojiri Oktoba 2025 yatokezee ajiri, ndio kosa lile ambalo linafanywa tena hivi sasa, kwa kusema kwa ajili ya kuyazuia yale ambayo yalitokezea. Unakusudia kuonyesha kwamba si dawa ambayo inafanyika hivi sasa? Kabisa. Ni kosa lile lile, kwa sababu wakati uchaguzi umetangazwa utafanyika Oktoba 29, kuna baadhi ya makundi ya watu wanasema tutaandamana, hatutaki uchaguzi kwa sababu hatuna imani na tume na kadhalika. Kwa hiyo baadaye walizuiwa, hakuna kukutana kwa sababu za kiintelijensia, wakazuiwa. Nadhani yakumbuka mara 3 makundi matatu tofauti yalitaka kuandamana, yakazuiwa. Na hata Oktoba 29 walikuwa wametangaza kuandamana, wakazuiwa. Kwa hiyo wakalipuka kutoka sehemu ambapo haieleweki, kutoka sehemu tofauti. Wakaandamana kweli na wakapigwa kweli, wakaumia wengi, wakafariki. Kwa hiyo yale ya kuwazuia watu kuandamana, labda wangewaacha kipindi kile, labda wangewaacha wakaandamana, labda wakati wa uchaguzi wasingeandamana. Wangekuwa wameshatoa concerns zao, wangekuwa wameshatoa kero zao. Kwa hiyo uko sahihi au niko sahihi kwamba yale ambayo yalisababisha watu kuandamana kipindi kile ndio yale ambayo yanaendelea kutokea pia.
Naam, na tuje sasa katika hatua ambazo nyinyi kama Kituo cha Haki za Binadamu na Sheria mnaweza kuzichukua kwa mujibu wa mamlaka yenu mlionayo kama yani asasi isiyo ya kiserikali, lakini pia kwa mujibu wa katiba ya nchi na uzoefu wenu katika mazingira kama haya. Mmeshatoa tamko tayari ambalo mnalikosoa vikali zuio ambalo limewekwa na serikali kupitia mdomo wa waziri wa mambo ya ndani, lakini nini baada ya hapo? Ndiyo, ameshakwisha hivyo? Hajakuisha kwa kweli. Katika tamko letu sisi tumesema kwamba tunamtaka waziri atoe tamko mbadala kwamba aliteleza, kwa sababu hapa ndiyo aliteleza kabisa kwa kuivunja haki na kuvunja sheria. Kwa asipofanya hivyo, sisi tutakwenda mahakamani, kwa sababu mahakama ndio ina mamlaka ya kutafsiri sheria, ina mamlaka ya kusema hiyo kauli ilikuwa sahihi au sio sahihi, ina mamlaka ya kuifuta hiyo kauli kwamba ilikuwa ni kinyume na sheria na haki za binadamu. Ina mamlaka pia kumwajibisha waziri huyu kwamba akwenda sawa, akwenda sawa, lakini pia ina mamlaka ya kutoa ushauri kwa mamlaka iliyomteua huyu waziri, kumshauri kumuondoa kwenye mamlaka hayo, kwa sababu hatujui amesema kwa kutumwa au amesema kwa yeye mwenyewe. Lakini yote hayo yanaonyesha kwamba amevunja sheria, na kama amevunja sheria mahakama itasema. Kwa hiyo tunaweza pia kwenda mahakamani, tunaangalia huo utaratibu. Naam. Na tunajua mazingira ya kisheria, mchakato wa kisheria ulivyo katika nchi zetu, ikiwemo nchi yako ya Tanzania. Mnadhani kwamba mtapata jibu la haraka kabla ya miaka kupita, na kwa hivyo matokeo yake ikawa kwamba hakuna kilichobadilika? Tunaweza tukapata jibu la haraka kwa sababu kuna njia mbalimbali za kuendea mahakama. Unaweza kuendea mahakama kwa hati ya dharura, unaweza kuiendea mahakama kwa kawaida, lakini pia sio lazima ufuate utaratibu wa kawaida ule wa kufungua kesi iende kwa miaka 10. Sisi ni wanasheria, kwa hiyo tunajua namna ambavyo tunaweza kaiomba mahakama ikafanya kazi kwa haraka. Tulishafanya hii kitu kama hiki, kama utakumbuka miaka kadhaa iliyopita, au kama wasikilizaji watakumbuka, tulisha kumshtaki waziri mkuu aliyepita miaka hiyo, ambaye pia alitamka tamko bungeni ambalo kwa kweli lilikuwa sio tamko zuri, la kusema watu wapigwe tu, wakifanya vurugu wapigwe tu. Kwa hiyo pia tuliweza kuifanya na ikafanyika kwa wakati, na mahakama ikatamka kwamba hilo halikuwa tamko ambalo ni la haki kwa msingi wa haki za binadamu. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kabisa, kwa sababu tunaifahamu sheria na tunajua namna ya kuitumia sheria vizuri. Naam. La mwisho kabisa, Dr. Nahenga, ikiwa kuna chochote ambacho unadhani kwamba kingeweza kufanyika tofauti katika hali ya sasa, manake kama tulivyotangulia kusema, nchi bado imevimba, bado ipo katika mkwamo ule ule wa baada ya Oktoba 2025, na ni kama kwamba hakuna ambacho kimetatulika mpaka hivi sasa, panapohusika hisia na tuseme majonzi ya watu walionayo upande mmoja, upande mwingine jitihada za serikali kutaka kuzibadilisha hisia za watu na kubadilisha majonzi ya watu kuwa mafahamiano, maelewano, kusonga mbele kama taifa. Nyinyi kama asasi ya kijamii mnadhani kwamba kipi ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa? Kwa sasa mimi nadhani ni maridhiano, kwa sababu mtu aliyefariki huwezi kumrudisha, lakini unaweza ukapoza mioyo ya wale watu waliofiwa, unaweza ukapoza familia zile zilizofiwa, unaweza ukawapoza watu kwa njia ya maridhiano. Na tume ya Chande, japo sikubali sana sikubali tume wala ripoti yake, lakini kimoja ambacho walitoa ushauri ni kwamba kuwe na tume ya katiba ya maridhiano pamoja na haki jinai, lakini serikali imechagua kuanza na haki jinai. Mimi nitegemea serikali ianze na maridhiano. Maridhiano ya wananchi pamoja hapo ni kuwasikiliza, ni kuacha wawe huru kukusanyika, ni kuacha wawe huru kutoa taarifa na kupokea taarifa na kuwasiliana. Hawamtukani mtu akimtukana mtu amevunja haki. Madamu hawajavunja haki, kama kumtukana mtu, waache watu wakusanyike. Sababu vyama vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo itumike sheria hiyo hiyo kuwadhibiti wana vyama. Kama wataenda kinyume, msajili wa vyama yupo.
msajili wa vyama naye kama ataonea chama, na yeye amewekwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo iko mojawapo ya kureconcile au kuridhiana, lakini vile vile hizo familia zilizoathirika, vyama vilivyoathirika, jamii zilizoathirika, pande zote mbili zikakaa, hiyo tume ingeundwa, ingeweza kuja na utaratibu maalum wa kuhakikisha kwamba mtu anaongea machungu yake. Hao vijana walioandamana, hizo concerns zao au hizo kero zao zilizowafanya wakaandamana, je, wamesikilizwa? At least hao ambao hawajafariki, je, wamesikilizwa? Kwamba kwa nini mliandamana? Kwa nini mlikuwa mnachoma vituo vya mafuta? Kwa nini mlikuwa mnachoma ofisi? Kwa nini mlikuwa mnachoma magari ya baadhi ya watu? Kwa nini? Kwa hiyo kama watasikilizwa, watasema, na kama kuna kitu cha kuwasaidia, basi watasaidika. Serikali ina uwezo mkubwa, inaweza ikasaidia hao vijana waliokuwa wameweza kuandamana. Kwa hiyo mimi nadhani maridhiano ndio kitu kikubwa zaidi kuliko kitu chochote. Naam, mpenzi msikilizaji, ni Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa Kituo cha Haki za Binadamu na Sheria nchini Tanzania. Dr. Anna, asante sana kabisa kuwa nasi wiki inayofuata. Asante sana, nashukuru.